Sayansi haiongopi, tukutane shambani. Na leo tunakutana shambani hapa. Hapa ni Chalinze mkoani Pwani, Vigwaza kwa Zoka. Na mimi ni Dennis Mwasalanga. Nakutana na mkurugenzi wa Mzuri Afrika na Agrame Afrika, ndugu Shabani Mgonja. Na hapa ni kwa Zoka Vigwaza, halmashauri ya wilaya Chalinze mkoani Pwani. Na hapa ndipo yalipo makao makuu ya Mzuri Protein Technology kwa bara la Afrika. Tunaposema sayansi haiongopi kwenye majani haya na kinachoelekea kufanyika hivi karibuni, ili mtazamaji wetu ama mfuatiliaji wetu ajue kwamba sayansi kweli haiongopi. Karibu sana. Asante sana kaka Dennis. Kama unavyoelewa, mwaka huu mvua zimetuwahi. Plani yetu ilikuwa kuanzia tarehe 27 ndio tuanze kupanda, na tulitegemea mvua angalau wakati huo ndio zitaanza kunyesha. Kwa hiyo maandalizi ya kuua majani yalikuwa hayajafanyika, na mvua zilikuwa nyingi, hatuwezi kuingiza mashine shambani, lakini vile vile hatuwezi kuacha kuweka mbegu ardhini, itakuwa msimu umetupita. Kwa hiyo kilichofanyika leo hii unavyoona hapa, tunayafeka haya majani. Tukishayafeka haya majani kama unavyoona kwa level hii, tutaingiza Mzuri machine kwa ajili ya kupanda mbegu. Tukishaingiza Mzuri, kesho yake tunaua majani. Kwa hiyo majani yale mpaka yatakapoota tena itachukua mwezi 1.5 mpaka 3. Wakati huo mbegu tayari itakuwa iko mbali sana. Kwa hiyo itashinda nguvu majani. Kwa hiyo mwaka huu tatumia kama eka 100, talima eka 100, eka 70 talima alizeti, eka 30 talima choroko. Tusingekuwa na teknolojia hii, unaweza ukafikiri eka 100 ningetumia muda gani? Na nilitaka niulize hapo, kwa kawaida lazima tukumbuke machungu ya nyuma ili kuweza kusonga mbele. Tufanye bila Mzuri, kwa hatua za kawaida tuangefanyaje na tungechukua muda gani? Kwanza ibidi tupige plow. Eka 100, ekari 100. Halafu ukitoka hapo inabidi upige harrow kwa ekari 100. Unajua ni siku ngapi utatumia. Sawa, ukitoka hapo upande. Sawa. Kwa mahesabu ya haraka mwezi unaweza ukakatika kwa process hizo. Yapo mataifa, mtazamaji na msikilizaji, ambao tayari wenyewe hawana mashaka hata kidogo na Mzuri, kama Ukraine, Poland, kwa mapokeo ya watu kutoka hapa. Sasa tunaongelea Tanzania na barani Afrika, namna wanapokea Mzuri Protein. Unaona tunasogea ama kuna vitu bado unaona vinatakiwa vifanyike ili tupige hatua? Maana tukipiga hatua kwenye Mzuri ulituambia ni kuruka sasa kwenda kwenye teknolojia. Ni kuambie sio Poland peke yake au Ukraine. Sasa hivi Wachina wamekuja kwa nguvu zote. Mchina hataki kupitwa. Na Mchina ukiona ananunua kitu kutoka taifa tofauti na yeye anakizalisha, ujue kuna kitu ndani yake. Lakini kwa sisi kama Tanzania sina wasiwasi. Ndio maana tuna hili shamba darasa hapa. Lakini hata mbuyu ulianza kama mchicha, na sayansi haiongopi, tukutane shambani. Ndio kama hivi tuko shambani, watu watayaona haya na sisi tutafika level hiyo. Sina shaka na hilo, kwa sababu matokeo ndiyo yatawasukuma watu kwenda huko. Na nafikiri sasa hivi serikali inahimiza kilimo hifadhi. So kwa kutumia Mzuri Protein Technology tutapata mambo mawili. Kwanza tutazalisha kwa tija, lakini ekari za kukava kwa kilimo hifadhi zitaongezeka kwa haraka. Mzuri Protein kwa mashine hii ambayo tunayo sisi ndogo, kwa muda wa saa moja una uwezo wa kukava kati ya eka 5 mpaka 7.5 kwa saa moja. Ndio maana unaona unafanya kazi kubwa kwa muda kidogo. Lakini sasa hivi tuko kwenye crisis. Sawa, mafuta bei imekwenda juu. Sasa mkulima kama mkulima inabidi uhesabu kila pence. Mafuta sasa hivi ni 3,820 na kitu. Unaona hapa hatujafika Kigoma bado. Sasa kama ningetumia diski
halafu nikaja Haro, halafu nikaja Planter. Ningetumia mafuta mengi sana, lakini sasa hivi nitakachokifanya, sipigi diski wala plau, lakini speed ya kukata hizi nyasi isingekuwa timing ya weather. Ningeua tu majani, nisingefyeka kama hivi, halafu baadaye nikapanda mbegu moja kwa moja. Kwa hiyo ningesave pesa nyingi kwenye mafuta, lakini na muda ningeusave kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo mimi nina imani kwa hiki ambacho tunachokifanya hapa watu wataona, na mkulima mwerevu siku zote anataka faida. Sasa wakiona muda ambao tumeutumia ni kidogo, lakini gharama ni kidogo, lazima wangeipokea teknoloji hii. Mwaka huu kama unavyojua, mwezi wa pili tulikuwa na kongamano la zana za kilimo, wanaita kilimo endelevu. Lilifanyika hapa, nchi zote 54 za Kiafrika zilikuwepo hapa. Tukabahatika kwenda Chauru kuonyesha jinsi teknoloji inavyo perform. Wana ushirika walivyoiona hii teknoloji waliipokea kwa mikono miwili, lakini bahati mbaya kama vile tunavyosema, mvua zikatuwahi, lakini walikuwa tayari kutumia teknolojia hii kwa ekari 600. Kwa hiyo tungefanikiwa kufanya lile zoezi kwa ekari 600, tayari tungebadilisha mindset za wakulima wa mpunga, kwa sababu Mzuri anadondosha aina yoyote ya mbegu. Lakini bahati mbaya tumefanya kazi masaa mawili pamoja na settings nini, tulikava eka 8. Sasa wanaushirika wa kwanza walishangaa sana, muda mfupi alafu kila kitu kimefanyika. Wakati wao wanachavanga, wanalima, wachavange, lete mtu mwingine apandikize, mwezi mzima unaumaliza shambani kwa eka. Lakini sisi ni dakika 15 umefanya mambo yote hayo. Ni kitu ambacho hakifikiriki, lakini uhalisia ndio huu. Sasa ili watu waamini, ndio maana sisi wenyewe tunafanya, alafu tuwaambie angalieni. Leo hii wewe mwenyewe upo hapa Dennis, umeona tunafyeka nyasi. Kesho tutakuwa tumemaliza ekari zetu 100. Kesho kuta utatuona tukiingia tukipanda, then yale ambayo nayazungumza utakuja kusema baadaye kile nilichokuambia ndio hiki. Kwa hiyo na imani uliuliza swali, unaonaje mapokeo? Sasa mapokeo yawe mazuri au vinginevyo, lakini hiki tunachokifanya hapa ndio mwelekeo ambao utasababisha sisi tuelekee huko ambako tunatamani tufike. Miongoni mwa maneno ambayo naondoka nayo ni mkulima mwerevu siku zote atahitaji faida, ukiacha lile la awali ambalo nilikopi pia kwa mkurugenzi wa Mzuri kwamba sayansi haiongopi, tukutane shambani. Sasa kwa siku zijazo, utayari wa Mzuri kuwapokea wakulima na kuwakumbatia, kuwanyunyizia maarifa, natamani kusikia utayari wenu kufanya kazi eneo lolote Tanzania, au kwa sasa bado tupo Vigwaza tu? Hapana, sisi sehemu yoyote ambapo uhitaji utakuwepo, sisi tupo, tutakwenda, tutafika, kwa sababu nia yetu ni teknolojia hii isambae katika nchi yetu, lakini nchi yetu ndio iwe kitovu cha teknolojia ya Mzuri Protil. Kwa hiyo mataifa mbalimbali kutoka Afrika yatakuja hapa kujifunza hili, kama walivyokuja Chauru pale kujifunza. Kwa hiyo tunatarajia wengi watakuja kujifunza kutoka kwetu, lakini tutajitahidi kadri ya uwezo, kabla ya kufika huko sisi ndio tuwe wabobezi na tufaidike kwanza, then wengine ndio wafuate. Hiyo ndio nia yetu na hiyo ndio dhamira yetu. Kwa hiyo sisi mlango uko wazi, wale watakaokiona hapa then tutawafuata huko waliko, na kuna baadhi ya Watanzania wenzetu wameshaonyesha nia ya kumiliki mashine kama hizi. Kwa hiyo tunakwenda, ni hatua ambayo tunafurahia. Ukiona mtu tayari ana utayari wa kuthubutu, na wengine walishasafiri kwenda kuona Mzuri anapozalishwa, safiri mpaka Poland, utaona ni mtu yuko serious kiasi gani, mpaka kwenda kuona kufika kiwandani na kuona mashine zinavyozalishwa. Kwa hiyo tunakwenda
Nashukuru. Nyuma ya kamera alikuwepo Apollo na kwa leo tunaishia hapa. Mimi ni Dennis Mwasalanga, tuonane wakati mwingine kwa ajili ya kufuatilia namna ambavyo Kwazoka Vigwaza halmashauri ya Chalinze hapa mkoani Pwani tunaendelea kukuonyesha namna gani teknolojia itatuvusha Watanzania na bara la Afrika. Kwaheri kwa sasa.